Tutaendelea kuhakikisha vyombo vilivyopo chini ya mambo ya ndani vinahakikisha nchi yetu inakuwa salama, na pale tunapokuwa tuna matishio ya kiusalama, ni waombe wa Tanzania watuelewe. Mtu anaamua basi tu kufanya maandamano, kufanya fujo. Jeshi la polisi haliwezi kukubali. Tuna suluhu kama hili, watu wanaendelea na shughuli za uzalishaji mali mtaani, alafu tunamruhusu mahabusu mmoja kwenda kusikiliza na mtaani huko kuleta fujo, maandamano ambayo hayana kibali, maandamano ambayo ushahidi upo wa wazi kwa kutishia kufanya fujo, kuvunja amani. Tuache kutumia huduma ya mahakama mtandao eti kwa sababu ya mtu mmoja. Hilo haliwezekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama ambavyo umeona waheshimiwa wabunge, solution ya mahakama mtandao iko vizuri, na hatuwezi kuacha utaratibu wa namna hii tukaruhusu maandamano ambayo yanaenda kuharibu mali na kuhatarisha usalama wa Watanzania kwa sababu ya pressure ya watu wachache. Mimi niendelee kulielekeza jeshi la polisi kuendelea kusimamia sheria na kuhakikisha nchi yetu amani. Hata yule ambaye hataki amani, sisi tutamlazimisha kuhakikisha nchi yetu inakuwa amani na salama. Sheria huwa sio discriminatory. Tumekuwa tuna solution ya mahakama mtandao kama hivi. Inapotokea mtu yuko mahabusu au yuko ni mfungwa, sheria haitakiwi kudiscriminate kwamba mahabusu fulani au exempted kwenye huduma ya mahakama mtandao aende kwenye ule utaratibu wa kawaida wa zamani. Na wakati teknolojia iliyopo haijalishi ni mfungwa wa aina gani, mwenye hadhi gani, teknolojia hii inaweza ikatoa huduma kwa mtu yeyote. Na sababu mojawapo ambazo zilipelekea kuwa na utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao pia ni za kiusalama. Kama kuna matishio, kwa mfano wenzetu walikuwa wanasema kwenye maandamano wanaenda kukinukisha, na kwa sababu za kiusalama ikaonekana ni vizuri kesi ikasikilizwa kwa njia ya mahakama mtandao. Sasa kwa nini tuwe tuna double standard? Wengine tutumie utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao kusikiliza, alafu mtu fulani iwe ni exception. Jeshi la polisi linapokuwa lina taarifa za kiintelijensia za wazi na zisizo wazi, na kwa mfano upande wa maandamano ya Chadema, viongozi wa Chadema na Watanzania ni mashahidi, walisema wazi wazi kwamba wanaandamana wakakinukisha. Sasa jeshi la polisi linapokuwa na taarifa kama hizo za kiusalama, likashirikiana na muhimili wa mahakama kutoa haki ile ile lakini kwa kutumia teknolojia, tunaposema hapana mtaani, huyu mlengwa kwa vile anaweza akapata haki yake kwa kutumia huduma ya mahakama mtandao, tukazuia fujo mtaani. Mimi naomba Watanzania watuelewe, kwa sababu tunafanya haya kwa manufaa ya nchi yetu, na ni sehemu ya jukumu la jeshi la polisi kuhakikisha wanachukua hatua za kiusalama kuhakikisha raia na mali zetu wa Tanzania zinaendelea kuwa salama. Lakini jambo la pili, niliona mmoja ya viongozi akisema anahitaji special treatment anapoenda kumwona mahabusu. Hiyo nayo sio sawa. Zipo taratibu upande wa jeshi la magereza. Ndugu, rafiki, jamaa anapotaka kwenda kumwona ama mahabusu ama mfungwa, zipo taratibu ambazo zinasimamiwa. Kwa hiyo tukitaka tuwe tuna VIP treatment, na yenyewe inakuwa sio sawa, kwa sababu na yenyewe ni discriminatory. Jeshi la magereza upo utaratibu, mtu akienda kutaka kwenda kumwona mfungwa, taratibu ziko wazi, na mzisimamie ili sionekane kuna watu wenye hadhi fulani wanapendelewa na mnyonge labda anaonewa. Na ndio maana tukaweka taratibu ili kuhakikisha utaratibu unasimamiwa bila kujali status ya mtu yeyote.
Kwa hiyo Kamishna Jenerali wa Magereza, muendelee kusimamia taratibu, mtende haki, na hivyo hivyo ndicho nachomwagiza kamanda wa Jeshi la Polisi nchini IGP Wambura, kusimamia taratibu sheria ili kuondoa manunguniko yoyote kwa sababu ya preferential treatment. Nitumie nafasi hii kuungana na Watanzania kutoa pole za dhati kwa Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ndugu yetu Padri Dr. Charles Kitima, familia yake, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na watu wengine ambao wanakumbwa na matukio ya kihalifu. Kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na vyombo vyake vya usalama, tunalaani vikali shambulio hilo la kinyama dhidi ya kiongozi wa dini, kwani tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini katika kudumisha amani, mshikamano wa kijamii na maadili ya taifa letu. Tunamwombea Padri Dr. Charles Kitima uponaji wa haraka na urejeaji salama katika majukumu yake muhimu kwa taifa letu. Kama wote tunavyofahamu, wizara yetu ndiyo yenye jukumu la kusimamia usalama wa raia na mali zao, na kazi hii hufanywa na vyombo vya usalama ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa katika hali ya amani, utulivu na usalama. Nichukue nafasi hii kukemea vitendo vyote ambavyo vinaonyesha ishara yoyote ile ya kutaka kuingiza taifa letu katika vurugu. Hili kamwe halikubaliki, halivumiliki, na tutachukua hatua kali sana za kisheria. Kumekuwepo na waraka feki leo mchana uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ukidaiwa ni waraka wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Baraza la Maaskofu Tanzania kupitia taarifa yake kwa umma imekanusha kuwa waraka huo haukutolewa na TEC na kuwataka wananchi, waumini na watu wote wenye mapenzi mema kupuuza kabisa waraka huo. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inakemea vikali na kulaani tukio hili lililofanywa na watu waovu na wenye nia ovu ya kuchonganisha kanisa na serikali. Wizara kupitia vyombo vyake vya usalama itafanya uchunguzi wa haraka ili kuwabaini wahalifu walioandaa taarifa hii, kwa kuwa huu ni uchochezi na uhalifu kama ulivyo uhalifu mwingine, na pia ni kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Ninakemea vikali vitendo vyote vya kuharibu taswira njema ya nchi yetu kwa kufanya vitendo vya kudhuru watu na kuchapisha taarifa zinazochonganisha madhehebu ya dini hapa nchini. Naliagiza Jeshi la Polisi kumtafuta kwa haraka yule mtu aliyetweet kwenye mitandao ya kijamii kwamba siku za Kitima zinahesabika. Mtu huyu atafutwe haraka, ahojiwe ametumwa na nani, na hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake haraka iwezekanavyo, kwa kuwa watu wote watakaobainika kuhusika katika tukio hili wataingia kwenye mikono ya sheria. Si vyema vyombo vyetu vya usalama vikaendelea kufumbia macho uvunjifu wa sheria kwa makusudi na watu ambao wako kwenye jamii yetu kwa lengo la kuleta uchonganishi, lakini kuondoa amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Kwa kuwa Jeshi la Polisi liko hapa, ni wakati mwafaka sasa kuongeza kasi ya kusimamia sheria zinazohusu mitandao ya kijamii ili kuhakikisha watu wote wanatii sheria bila shuruti, na hivyo kuendelea kuwa na jamii yenye ustaarabu na kuheshimu utu wa kila Mtanzania na hata mgeni. Wizara itamchukulia hatua kali za kisheria mtu yeyote atakayebainika kuandaa au kusambaza taarifa hiyo
kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Vilevile, wizara inatoa onyo kwa wale wote wenye nia ovu kuacha kutumia vibaya mitandao ya kijamii, kwani sheria iko wazi na endapo utabainika, sheria itachukua mkondo wake. Ninawaagiza watendaji wote wa vyombo vya usalama na wizara kuhakikisha wanatekeleza wajibu wetu wa kusimamia usalama wa raia na mali zao kwa kuzingatia weledi, sheria za nchi na kuhakikisha nchi inaendelea kuwa salama. Nitoe wito kwa watu wote kuheshimiana, kuwa na staha na kuhakikisha kwa pamoja tunalinda tunu ya amani ya nchi yetu. Niwahakikishie Watanzania wote kuwa nchi yetu ipo salama na niwasihi wananchi kuendelea kutii sheria za nchi bila shuruti ili nchi yetu iendelee kuwa ya amani, utulivu na usalama. Naliagiza Jeshi la Polisi kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika na kuchukua hatua zinazostahili dhidi ya wahalifu wanaotaka kuvuruga amani ya nchi yetu.